Lakini ni nukuu maneno na hotuba aliyosema Askofu Chakupewa kutoka Tabora. Nchi na ulimwengu tuko kwenye changamoto ya maadili. Tuna watu wachache sana wenye ujasiri wa Askofu Chakupewa kuzungumzia swala la maadili kwenye jamii, ndani ya kanisa, hata kwenye jamii, hata kwenye serikali. Mnaweza mkakosa watu wenye ujasiri wa kuzungumzia maadili ya rushwa, maadili ya uongozi. Hata mambo aliyozungumza hapa kuhusu ndani ya kanisa, mambo ya ushoga, bado watu watafuna maneno kuzungumza. 2023, Christmas ya 2023, Askofu Kasala wa Jimbo Katoliki Geita alizungumza maneno magumu sana kwamba ni heri abariki jiwe la kujenga nyumba kuliko kubariki ndoa ya jinsia moja. Tunataka kanisa, tunaomba makanisa, madhehebu ya dini yawe na ujasiri wa kuzungumzia maadili ndani ya jamii, maadili ndani ya kanisa, na kuweka dhamira kwamba mambo haya hayatajirudia. Mkuu wa kanisa ametupitisha hapa kwamba tuwahi kucharazana viboko hapa mwaka 2000. Mwaka 2000 pengine askofu mteule leo, pengine alikuwa ni mwanafunzi anasoma chuo, leo anakuja kuwa askofu mteule. Je, mambo yale ya mwaka 2000 yatajirudia tena 2035? Tunaweka dhamira kwa Mungu kwamba haya mambo yaliyomwaibisha Mungu msalabani, hebu yasitokee tena mbele ya macho ya kimsingi. Kama kanisa tukishindwa kukemea, tukawa kwenye magomvi, tukawa kwenye kila aina ya matendo ya hovyo ya kidunia, tutatoa wapi ujasiri wa kuisema serikali? Tutatoa wapi ujasiri wa kuisema serikali? Utamsemaje rais? Utamsemaje waziri? Utalisemaje bunge? Utasemaje muhimili wa mahakama? Kama kwenye nyumba yako wewe mwenyewe ndani ya kanisa kuna migogoro na kuna kila aina ya maudhi ya kidunia. Wanakuwa mnaimba hapa, mnaona namna ambavyo waimbaji wa muziki ya injili wanavyoliaibisha kanisa, wanasutana na kila mambo yote ya hovyo ya duniani. Leo yameingia kwenye waimbaji wa muziki ya injili, wanatukanana mitandaoni, wanadhalilishana. Tunamweka Yesu kwenye msalaba mpya kwenye kizazi chetu. Lazima viongozi wa kanisa tutoke mbele na kukemea mambo haya ya ovyo, ili tupate sauti kwenye umma. Kanisa letu sisi limejengwa kwenye historia. Tumejenga kanisa huko nyuma, tunapata scholarship za watu kwenda kusoma nje, tunaitoa misaada ya kujenga makanisa, kufanya miradi. Leo kanisa la Anglican Tanzania limekuwa na uthubutu wa kufanya miradi yake. Ninyi ni mashahidi. Njombe mna miradi yenu, ukienda DCT kule kwa Askofu Chirongani wana kitega uchumi. Kanisa limefanya uthubutu wa kujenga chuo kikuu kile cha St. John, sasa kimekuwa chuo kikuu cha kutumainia, vituo vya afya, mashule. Lazima tujue kwamba kama ambavyo kwenye serikali misaada ya wajomba imepungua, na ndani ya kanisa misaada ya wajomba haipo kabisa. Kama ambavyo kina Askofu Chirongani walipata nafasi ya kwenda kusoma Uingereza, leo ni sisi wenyewe wana Njombe ndani ya kanisa kupeleka vijana wetu kwenda kusoma St. John. Aseme nilipata scholarship ya kanisa kwenda kusoma St. John, kusoma Tumaini, kusoma Makumira, kusoma St. Augustine, University ya Dar es Salaam, University ya Dodoma, kwa scholarship ya kanisa. Sadaka za wazungu zilizojenga makanisa Tanzania, ndani tuwapate waumini watakaosema nyumba ya Mungu haina mahala pa kukaa pazuri kule Ludewa. Waumini ndani ya kanisa wanatoa sadaka, wanajenga kanisa zuri Ludewa. Wale watu wa Ludewa wanaposema kwamba tuna wafadhili wanatujengea kanisa, kumbe wafadhili sisi watu wa kanisa Anglican hapa makao makuu. Kwa hiyo mzungu wa Makete, mzungu wa Ludewa, mzungu wa Ng'ombe ni sisi waumini wa Anglikana tulioko hapa. Kwa tuitafsiri hivyo. Manangu ni nini? Askofu Mhagama kwenye wakati wake wa miaka 12 amejenga mshikamano wa kanisa, na Mwalimu alisema, baba wa taifa, kwamba taifa letu tumepata uhuru wa bendera, sasa tunajenga uhuru wa kiuchumi. Kanisa sasa chini ya ndugu yangu Esau, Askofu Esau
analibeba kanisa kulipeleka kwenye uchumi, na dayosisi itakayowekeza. Anapoenda kwenye vikao vya maaskofu aliyosema Askofu Chilongani kule Dodoma, anaona kitega uchumi ile jengo la Safina, anasema nadhani hata sisi tulikuwa na Safina ndogo pale Njombe. Akiona kitega uchumi mahala fulani kwenye kanisa, akiona Wakatoliki wana Mkombozi pale Mkombozi benki, ana customer, nadhani hata sisi Njombe kwenye diocese ya Anglican tunaweza tukawa na mradi huu. Tunapofanya mageuzi ya kiuchumi kama nchi, mchango wa kanisa kuwekeza ni mkubwa sana. Mchungaji tunayemtuma leo, nenda ukachunge Anglican Wanging'ombe, pale anapochunga Baba Askofu Mdolo, anapochunga pale mchungaji wetu, serikali imeleta milioni 500 kujenga shule ya sekondari. Serikali imeleta milioni 500 kujenga kituo cha afya. Hivi mchungaji wetu anajua kwamba hii ni center mpya inakuja, atafute eka 100 za kanisa? Au naye atafuta siku ya mita 500 za kujenga kanisa kadogo? Kama serikali imepeleka milioni 500 kujenga shule ya sekondari, kituo cha afya, imepeleka umeme, mchungaji tunampeleka hapa lazima ajue kwamba hii ni center kubwa kesho ya kiuchumi. Eneo kubwa la kanisa, eneo kubwa la kuwekeza. Miaka 5, miaka 10 tunasimama sisi kama diocese tunafanya mambo makubwa yanayofanana na diocese ya Anglican. Baada ya kuyasema hayo, Baba Askofu Mkuu, tunakukaribisha sana Njombe. Ukipata nafasi wakati mwingine tunakukaribisha sana. Mimi kama kiongozi wa serikali na wenzangu wote wako hapa, ni kuhakikishie kama tulivyompa ushirikiano Askofu Mhagama, tutampa ushirikiano mkubwa sana Askofu Esau. Askofu Esau, tembea kifua mbele ukiamini kwamba mkono wa serikali, sisi wenzako tuko pamoja na wewe. Umemwona Askofu Yavango na maaskofu toka Methodist lakini na viongozi wa madhehebu yote ya dini kwenye mkoa tunafanya kazi kwa kushirikiana sana. Wenzetu wa BAKWATA, wa Katoliki, tunafanya kazi kwa kushirikiana sana. Tukuhakikishie una jambo lolote, milango ya serikali iko wazi. Asanteni sana, Mungu awabariki sana, na kutakia utumishi mwema unapoanza safari yako kama mkuu wa kanisa ndani ya diocese ya Anglican Njombe. Asante sana. Askofu wetu mteule, Askofu Esau, lakini kwa upekee sana nimtambue askofu wetu mstaafu, Askofu Mhagama, itifaki yote ya kanisa na waumini. Awali ya yote, Baba Askofu, naomba nitumie nafasi hii kutambulisha baadhi ya wenzangu niliyoambatana nao. Kwanza tuko na katibu tawala wa mkoa wa Njombe, Ras Dr. Nindi. Yeye pia ni muumini wa kanisa hili. Dr. Nindi ana takriban miezi 4 toka Mheshimiwa Rais amemteua kuwa katibu tawala wa mkoa wa Njombe, na kabla ya hapo alikuwa naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo. Naomba nitumie nafasi hii kumtambulisha mkuu wa wilaya ya Njombe, kakaangu Sweda. Nitumie nafasi hii kumtambulisha katibu wa siasa na uelezo wa CCM wa mkoa huu. Lakini pia tuko na kamanda wa polisi wa mkoa huu, kaka yetu Banga. Niwatambua watumishi wote wa serikali walioambatana na mimi, lakini pia na wanahabari wetu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba Askofu Mkuu, awali ya yote niseme nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais alipata mwaliko wa shughuli hii, na jana wasaidizi wake waliniomba mimi na wenzangu tuje kwenye shughuli hii kwa niaba yake. Barua ya mwaliko ilienda Ikulu kwa Mheshimiwa Rais ilifika, lakini nyote ni mashahidi, jana Mheshimiwa Rais alikuwa kwenye sherehe za wakulima Nane, lakini pia kumekuwa na ratiba nyingi. Akaomba na kuelekeza kuwa mkoa huko Njombe kwa niaba yangu, naomba wewe na wenzangu mwende kwenye shughuli ya kanisa na mwakishie Baba
askofu wa kanisa, askofu mteule, kwamba ushirikiano wa serikali kupitia yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan uko pamoja na mimi mwenyewe. Nimesimama hapa kwa niaba yake na kwa niaba ya viongozi wa mkoa wa Njombe na wananchi kumhakikishia askofu mteule kwamba tutampa ushirikiano wetu mkubwa sana kama tulivyompa baba askofu mstaafu Mhagama. Baba askofu, niweze kuzungumza kwamba leo ni mara yangu ya pili katika historia ya maisha yangu kushuhudia askofu wa Anglican anaingia kanisani. Ingekuwa ya tatu, lakini ya kakaangu askofu wa Mbeya ilinikosa, maana siku ile ya tukio lake nilikuwa na ratiba nyingine. Lakini mimi nilishiriki kwenye wakati wanamuingiza kanisani askofu afili wa Zanzibar mwaka 2011. Nilienda mimi na Profesa Palamagamba Kabudi Zanzibar, na nilikuwa kwenye tukio lile baada ya kuwa amefariki askofu Toto. Kwa kidogo na historia kidogo na kanisa. Amen. Lakini askofu mstaafu mkuu wa kanisa Mtetemela ni mzee wangu, rafiki yangu na mama Mtetemela. Na mimi pia nilisoma na binti yao Tula na tukawa marafiki, tumesoma chuo kikuu. Na jifunza mambo mengi sana kwenye semina zake za kustaafu, na mimi baadaye nikaanza kujiandaa kustaafu kwa sababu ya semina zake. Hajapata nafasi leo ya kuzungumza hapa, lakini pengine mngeweza kupata utajiri mkubwa sana kwenye semina zake. Lakini mimi na urafiki na askofu Kaemela wa Mbeya, nilipata bahati ya kuonana naye miezi mitatu kabla ya kuwa askofu. Alikuja kwenye ratiba ya mazishi Ludewa, yeye na mke wake, na mke wake ni mheshimiwa judge. Tukazungumza, nikaambia nakutakia yeye siku nyingine ukija karibu nyumbani. Basi baada ya miezi mitatu nikaona Mungu amemuinua, amekuwa askofu. Hakika bahati mbaya siku ile ya kwenda kwenye shughuli yake nilipata ratiba nyingine. Nimekuwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, nimefanya kazi kwa ukaribu sana na askofu Chilongani. Nimesoma maandishi yake mengi sana, na mimi nimekuwa ni muumini mkubwa sana wa askofu Chilongani, hata wakati anafanya mradi wake wa jengo la Safina kitega uchumi kile. Kwa hiyo nimeshiriki kwenye vitu vingi ambavyo nilipata bahati ya kushirikiana naye. Lakini nimekuwepo Dodoma, nimepata nafasi ya kumuona askofu Mndoro, mkuu wa kanisa, kwenye moja ya shughuli ambazo nilishiriki nikiwa Dodoma kama mkuu wa mkoa na Mheshimiwa Rais na askofu Mndoro alikuwepo. Kwa hiyo nimebarikiwa na naona faraja kwamba leo tuko pamoja hapa. Lakini sitabarikiwa sana kama sitamtambua askofu Okota, askofu wa Mara, nyumbani kwetu, na sisi watu wa Musoma tulioko Njombe tumebarikiwa sana kumuona askofu Okota. Amekuja anaendeleza kazi nzuri sana ambayo pia askofu Omindo alifanya pale Mara, na tunabarikiwa sana. Na kwenye hiyo miaka mingapi itakayoadhimishwa nyumbani, tunamtakia heri na tunawakaribisha mfike nyumbani kwetu Musoma. Mkaone kule ambako sisi tunatokea na nakohudumu askofu Okota. Sasa yamezungumzwa mengi sana. Ninaweza nikasema machache sana kuhusu askofu Mhagama. Moja ya jambo ambalo humu ndani tutakubaliana wote kwamba ametufundisha askofu Mhagama ni swala la muda. Uongo? Wajua kwa kanisa nilikuwa niko Mbeya kwenye 8, lakini nikasema nikichelewa dakika 3 nitamkwaza askofu. Kwa hiyo imebidi nihakikishe kwamba niko hapa saa 2:59. Sasa sijui kama siweka saa yangu ilikuwa nakosea. Lakini moja ya kitu ambacho ameseti standard askofu Mhagama ni swala la muda. Mkikubaliana saa 3 kamili na dakika 55 kuya. Kwa hiyo kwangu mimi hiyo imekuwa ikitune, na hata watu ofisini kwangu wakiweka appointment na askofu Mhagama wanakuambia kabisa askofu akifika saa 3 kamili kama hamjawa kola mwejetimia anaingia kwenye ratiba nyingine. Ameacha urithi mkubwa sana kwa sisi wote hapa tuliomfikia. Watu wa kanisa, uongo? Kwenye swala la time management. Na mmemwona hata hapa alipokuja alipozungumza. Mkiaka amezungumza tu dakika moja, amezungumza sekunde 10.
Lakini Mungu alimpa Askofu Mhagama talanta nyingi sana. Ni baba, ni mzazi, ni mentor, ni mtu ambaye wakati wote una hamu ya kumsikiliza na kuonana naye. Kama Mungu anatupa sisi vijana umri, ni mtu ambaye natamani kesho uwe mtu wa aina yake. Na kwaya iliyokuja hapa imemwimbia Mungu ampe uzee mwema. Ile kwaya imeimba wimbo kabisa unayofanana. Na mimi naamini Askofu Mhagama anastaafu. Kiingereza wanasema retired but not tired. Naamini kanisa la Anglican Tanzania limeongeza hazina nyingine kwenye kushauri ndani ya kanisa. Anaenda Zanzibar, tutakaopata nafasi kwenda Zanzibar tunajua tuna ndugu, lakini kwa upeo, kwa weledi, kwa hekima, upo mchango mkubwa sana ndani ya kanisa ambao wataendelea kumtumia. Tulienda kumzika kaka yake na Dr. Mpango akiwa makamu wa rais kule Kigoma, na moja ya maaskofu wastaafu hapa walihubiri kule na watu wengi sana walibarikiwa. Mimi naamini kwamba tuna sehemu nyingi sana za kumtumia Askofu Mhagama. Lakini mimi nilikaa Dodoma nikamfahamu Askofu Chimeredia. Na mimi na Mama Ndugai ambaye ni rasi wa Singida tulishiriki kujenga kanisa la Anglican Kongwa. Nikamuuliza Askofu Chimeredia, unaenda kwenye kustaafu, umestaafu sasa, ungetamani sisi wenzako kama marafiki zako, mimi Mkatoliki lakini Askofu Chimeredia rafiki yangu, tukufanyie nini? Ungependa ufanye nini na maisha yako? Akatuambia mimi napenda kulima. Tukamwambia kulima kiimani wategemea Mungu alete mvua, lakini Mungu ametupa maarifa, unahitaji maji ili ulime. Sisi tutakutafutia maji. Kwa mimi na Mama Ndugai ibidi tutafute watu kwa ajili ya kuchimba kisima cha maji cha shamba la Askofu Chimeredia kama zawadi yetu ya kustaafu. Kwa bado nampa nafasi hiyo askofu anayestaafu. Maka tufanye kama zawadi zile za maharusi kwamba tunakuja kufanya surprise. Atakapoona kwamba kitu hiki kikifanyika kwake itakuwa ni sadaka. Kwa kuwa mimi jambo hilo nimezoea kulifanya kwa mtu anayestaafu, kwamba nadhani hiki katika maandalizi yangu nikikifanya, mimi bado na nafasi hiyo ya kuweza kutoa mchango wangu, sadaka yangu kwa Askofu Mhagama kwa kule Zanzibar. Sina mahubiri kwa sababu maneno mengi sana hapa yamezungumzwa.